Rumi ya pili ambayo ilikuwa ni Rumi ilikuwa inakuangamizwa kwa Rumi, ambayo ni kitabu cha Mfano Kuu sura ya pili. Baragumu ya tatu ambayo ilikuwa inaangalia kanisa likichafuka kutokea ndani, yani kanisa linachafuka kutoka lenyewe, kitabu cha Mfano Kuu sura ya tatu. Alafu baragumu ya nne ambapo ndo tuliangalia wakati uliopita, ambao ulikuwa ni utawala wa Rumi sasa, ambao ulitawala dunia huu tangu mwaka 538 mpaka mwaka 1798, ikiwa utawala wa upapa, ambao upapa ni kwamba ni dini ya Katoliki ilipokuwa ikiongoza serikali, huo ndio uliitwa upapa. Mwaka 1798 upapa ulitiwa jeraha la mauti. Inamaanisha nini? Inamaanisha ya kwamba Rumi toka wakati huo haina nguvu tena ya kuongoza serikali. Na jeraha la mauti litakapopona ni kwamba Rumi itarudi tena kupata nguvu ya kuongoza tena serikali. Sasa leo tutaangalia utangulizi wa baragumu ya tano. Tulimaliza na malaika alimaliza kwa kusema ole zile tatu ambazo zilikuwa zikitajwa na tai aliyekuwa akiruka katikati ya mbingu. Ufunuo sura ya 8 fungu la 13, fungu la mwisho katika sura ya 8. Biblia inasema maneno haya mazuri na rahisi sana. Biblia inasema maneno haya. Ufunuo 8 fungu la 13, kisha nikaona nikasikia tai mmoja akiruka katikati ya mbingu akisema kwa sauti kuu, ole 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 wao wakao juu ya nchi, kwa sababu ya sauti zisaliazo za baragumu wa malaika watatu walio tayari kuzipiga. Kwa ole hizo tatu leo tutaangalia kwa utangulizi ole ya kwanza ambayo ni baragumu ya kwanza. Zaburi 25 fungu la 5, Biblia inasema uniongoze katika kweli yako na kunifundisha, maana wewe ndiye Mungu wa wokovu wangu, na kungoja wewe mchana kutwa. Wiki yote hii na ile iliyopita nilikuwa namuomba Bwana atuongoze katika kweli na kutufundisha, maana yeye ndiye wokovu wetu na Mungu hutungoja kwetu tuweze kupokea ukweli wake kama jinsi ulivyo. Tuombe. Baba mwema, Mungu uliye juu mbinguni, tunapoenda kuingia ndani sasa katika kitu hiki cha leo, utangulizi wa baragumu ya tano sio rahisi. Ninaomba Roho yako Mtakatifu akae pamoja nasi, akatuongoze, akatutangulia, akatuhekimishe tukaelewe kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa tuanze yafuatayo. Kanisa la kwanza, muhuri wa kwanza na baragumu ya kwanza hutueleza matukio yaliyotukia katika kanisa la mitume. Ni historia kitu kimoja, ila kila kimoja kilielezea tofauti. Kwa kanisa la kwanza lilielezea sifa ya wale watu walioishi kipindi cha kanisa la mitume ilikuwaje. Muhuri wa kwanza ukatuelezea uzuri tu. Baragumu ya kanisa la kwanza lilikuwa lina uzuri na ubaya wao ulivyokuwa. Muhuri wa kwanza haukuelezea ubaya wowote wa kanisa la kwanza, ile ilielezea uzuri tu wa kanisa la kwanza. Alafu baragumu inatuelezea hukumu iliyolikuta hilo kanisa la kwanza lilipomkataa huyo Yesu Kristo. Maana naomba nirudie. Kanisa la kwanza lilielezea uzuri wa kanisa la kwanza, sifa za kanisa la kwanza, lakini pia likaelezea udhaifu wa kanisa la kwanza. Maana umewacha ule upendo wako wa kwanza. Lakini muhuri wa kwanza ulielezea uzuri tu wa kanisa la kwanza. Farasi mweupe ambaye alikuwa akienda, ni uzuri tu wa kanisa la kwanza. Baragumu haikuelezea uzuri. Baragumu ni hukumu yenye rehema, ilielezea hukumu iliyolikuta kanisa la kwanza kwa dhambi yao kubwa ambayo ilikuwa ni kumkataa Yesu Kristo. Dhambi ya Wayahudi ilikuwa ni kumkataa Yesu Kristo, na dhambi ya ulimwengu huu ni kuikataa sheria ya Mungu. Baragumu ya pili, muhuri wa pili na kanisa la pili vinatuelezea kipindi cha utawala wa Kirumi kwa namna tofauti. Kanisa la pili linaelezea sifa ya kanisa lile la pili lilivyokuwa likikaa
uzuri wake ulivyokuwa ukikaa, na hukumu ambayo watakutana nayo kwa sababu ya kukubaliana na mafundisho machache ambayo si ya Mungu. Muhuri wa pili unatuelezea kilichowakuta kanisa la pili, jinsi ambavyo waliuana wao kwa wao. Alafu mabaragumu ya pili inatuelezea hukumu iliyoshuka kwa utawala wa Rumi kwa kile kitendo cha kuwatesa watu wa Mungu waliokuwa wameufanya. Alafu kanisa la tatu, kanisa la Pergam, muhuri wa tatu na baragumu ya tatu vinatuelezea upagani ulivyopenya na kuingia katika kanisa la Kikristo. Katika kanisa la tatu kuna lilielezea uovu wa Pergamo jinsi ulivyokuwa, ambavyo Konstantini alivyoingia kanisani na upagani ukaruhusiwa, ukabatizwa, ukaingia kanisani, Ukristo ukaonekana kama hauwezi kuzalisha tena imani iliyokuwa hai. Muhuri wa tatu ambaye alikuwa ni farasi mweusi anaelezea kipindi cha mmomonyoko mkuu wa maadili uliowahi kutokea katika kanisa la Kikristo. Na baragumu inatuelezea kipindi ambapo kanisa lilichafuka kutokea lenyewe, na ndipo hapo ukawa mwanzo wa zile giza likawa likianza. Roho nabii inasema ndio ikawa mwanzo yule mtu wa kuasi kuanza kupata nguvu. Alafu katika kanisa la nne, muhuri wa nne na baragumu ya nne vilituelezea kipindi cha ukuu wa upapa, wakati Biblia na kazi za Kristo zikiwa zimefichwa. Katika kanisa la nne, Ufunuo 2 fungu la 20, kuna mwanamke anaitwa Yezebel anatajwa. Alafu katika Ufunuo 2 fungu la 24 anasema katika hilo kundi la kanisa la nne, kanisa la Thiatira, wapo wachache wasiokubaliana na mafundisho ya Yezebel. Hao ni wale watakatifu wa Mungu. Ndio baragumu inasema theluthi ya nchi ni wale wanaokubaliana na mafundisho ya Yezebel. 2/3 ni wale wasiokubaliana na mafundisho ya Yezebel. Muhuri wa 4 ilielezea kipindi cha farasi wa kijivu. Ukichukua mmea ukaufunika ukakosa jua, ukifa unakuwa kijivu. Mwanadamu yoyote akifa, haijalishi ana rangi ya aina gani, akifa anakuwa wa kijivu kwa sababu hakuna uhai ndani yake. Ni kipindi ambacho upapa ulitawala, Biblia ilifichwa na kazi za Kristo zilifichwa na kuondolewa ndani yake. Kwa katika baragumu ya 4 hutuonyesha vita juu ya Yesu, Biblia na watu wake, kipindi cha mwaka 538 mpaka mwaka 1798. Ndio baragumu inasema theluthi ya jua ikatiwa giza, theluthi ya mwezi ikatiwa giza, na theluthi ya nyota isiweze kuangaza, zote zikatiwa giza. Tukagundua kwamba jua linamwakilisha Yesu Kristo, mwezi unawakilisha Biblia na manabii wake, alafu nyota zinawakilisha watu wa Mungu. Kwa wote hao wakatiwa giza. Sign of Times, Juni 25, 1902, paragraph ya 2. Biblia ni kipimo kikuu cha mema na mabaya, ikifafanua waziwazi dhambi na utakatifu. Kanuni zake za uzima zinapopita katika maisha yetu kama nyuzi za dhahabu, ndizo ulinzi wetu pekee katika majaribu, yani trials, na vishawishi, yani temptation. Kwa tukiweka Biblia kando kwenye maisha yetu, hakuna kipimo kinachoitwa mema na mabaya. Alafu Biblia ni chati inayotuonyesha alama za ukweli. Wale wanaoifahamu chati hii watawezeshwa kukanyaga kwa yakini katika njia ya wajibu popote watakapoitwa kwenda. Sign of Times, paragraph ya 4 anasema Biblia ina mfumo rahisi na kamili wa theolojia na falsafa. Bwana Yesu asifiwe. Sio lazima mtu aende Arusha University au Bugema, ingawa ikibidi inabidi aende ajifunze, lakini Mungu alichohitaji ni kwamba watu wote ambao wanajifunza Biblia watakuwa na mfumo rahisi na kamili wa theolojia na falsafa. Ukitaka kuwa mwana theolojia mzuri, soma Biblia, muombe Mungu, tenga muda, piga magoti. Mungu atakufanya kuwa na theolojia rahisi sana na kamili. Ukitaka kuwa mwana falsafa mzuri sana, soma Biblia, itakufundisha falsafa rahisi na kamili. Ni kitabu kinachotufanya kuwa wenye hekima hata kupata wokovu. Inatuambia jinsi ya kufikia makao ya furaha ya milele. Inatuambia juu ya upendo wa Mungu kama inavyoonyeshwa katika mpango ukombozi, kutoa ujuzi muhimu kwa wote, ujuzi wa Kristo. Yeye ndiye aliyetumwa na Mungu, yeye ndiye mwandishi wa wokovu wetu. Sign of Times,
paragraph ya 15 anasema weka Biblia pamoja nawe, upatapo nafasi isome. Hifadhi mafungu kwenye kumbukumbu yako. Hata unapotembea barabarani unaweza kusoma kifungu na kutafakari juu yake, hivyo kukiweka akilini. Bwana Yesu asifiwe. Leo tuna namna rahisi, tuna simu. Kwenye simu kuna Biblia. Ukiwa kwenye gari umekaa sehemu, fungua Biblia yako isome. Fikiria lile fungu, litafakari, weka kwenye kumbukumbu, na akili zetu, maisha yetu ya kiroho yatakuwa. Ninakumbuka zamani baada ya kujua imani ya Adventista Sabato, nilikuwa na Biblia kama kadogo kale ka Agano Jipya, nilikuwa natembea nako mfukoni. Nilikuwa nimekachola karibu ka Biblia kote. Nikikaa hivi ninakasoma, ninakahifadhi, ninakapenda. Hiyo ilikuwa ni hali ambayo nilikuwa nikifanya hata nilikuwa sijui mambo haya. Sign of Times ikaendelea kusema uzima wa Kristo unaoupa ulimwengu uzima umo katika neno lake. Ilikuwa kwa neno lake kwamba Yesu aliponya magonjwa na kutoa pepo. Kwa neno lake alituliza bahari na kuwafufua wafu. Na watu wakashuhudia kwamba neno lake lilikuwa na nguvu. Alinena neno la Mungu na alinena neno la Mungu kama alivyonena kwa manabii na waalimu wote wa Agano la Kale. Biblia nzima ni udhihirisho wa Kristo, ni chanzo cha nguvu zetu. Sasa utawala wa Rumi ulichofanya, mamlaka ya Roman Catholic iliyofanya, haikuua Biblia, bali ilizuia kupatikana kwa watu. Tuko pamoja hapa? Kwa Biblia wakati chini ya utawala wa Papa haikuuawa kabisa, ila Biblia ilizuiliwa isipatikane kwa watu. Kwa watu walipata Biblia kidogo kulingana na matakwa ya Rumi ilivyokuwa ikitaka. Pambano ukurasa 51 paragraph ya 3 anasema Shetani alijua vema kwamba maandiko matakatifu yangewezesha watu kugundua madanganyo yake na kumpinga. Ilikuwa ni kwa neno kwamba hata Mwokozi wa ulimwengu alipinga hila za Shetani. Kwa kila hatua ya mashambulizi, Kristo alionyesha kinga ya ukweli wa kudumu, akisema imeandikwa. Nakumbuka kati ile vuguvugu la mwaka jana, wapo watu wachache waliosimama wakasema hapana, tusimame na imeandikwa. Walikuwa wachache sana, walikuwa wawili kama Yoshua na Caleb. Kwa kila shauri lililotolewa na mpinzani alipinga kwa kutumia hekima na nguvu ya neno. Ili Shetani aendeleze upotoshaji wake kwa watu na kuanzisha mamlaka ya upapa kwa nguvu, lazima awaweke watu mbali na ujuzi wa maandiko. Kwa ili upapa uweze kushamili na kuanza kukua wakati huo, ilibidi watu wawekwe mbali na Biblia. Walipowekwa mbali na maandiko matakatifu, upapa ukashamili na ukakua. Alijua kwamba Biblia ingemuinua Mungu na kuwaweka wanadamu katika nafasi sahihi. Kwa hiyo lazima ukweli wake mtakatifu ufichwe na kufutiliwa mbali. Hoja hii ilichukuliwa na kutekelezwa na kanisa la Roma. Kwa mamia ya miaka Biblia zilipigwa vita zisionekane. Wale waliosoma vizuri historia wanaelewa Martin Luther alikutana na Biblia wapi. Alikuta iko kwenye shelf juu, imefichwa sehemu na ina vumbi. Alipofukuta hivi akagundua ni Biblia. Sasa unatokaje nayo library? Martin Luther akafanya wizi. Akaiba Biblia kutoka library, akaificha, akaondoka nayo, akaenda nayo nyumbani. Alipofika akakaa muda mrefu wa miaka kadhaa akijifunza hiyo Biblia. Baada ya hapo akarudi akawaambia hapana, tumedanganywa kwa muda mrefu, sasa ni nuru iweze kuangaza. Pambano kule namalizia kusema watu walizuiwa kusoma Biblia au kuwa nayo wapi? Nyumbani. Na makasisi na maaskofu ndio waliofasiri mafundisho ya Biblia kwa namna walivyotaka. Kwa hiyo Papa alikuwa amekubalika katika ulimwengu wote kuwa kama mwakilishi wa Mungu aliye duniani, akiwa amepewa mamlaka juu ya kanisa na juu ya Roma. Kitabu cha Pambano Kuu 388 paragraph ya pili, ile chapisho la mwaka 1888, nasema Roma ilizuia Biblia kutoka kwa watu na kuwataka watu wote kukubali mafundisho yake badala yake. Pambano Kuu ukurasa 340 paragraph ya pili, Ellen White anaandika, anasema mabishano ya nyakati za unabii yalipogunduliwa kuwa hayawezi kupingwa, wapinzani walijaribu kuzuia uchunguzi wa habari hiyo.
kwa kufundisha kwamba unabii huo ulitiwa muhuri. Hivyo wa Protestant, sasa tunakuja katika upande wa Protestant. Hivyo wa Protestant walifuata hatua za Waroma. Ingawa kanisa la Papa liliwanyima watu Biblia, makanisa ya Kiprotestant yalidai kwamba sehemu muhimu za neno takatifu, yani kitabu cha Daniel na Ufunuo, na kwamba sehemu inayoonyesha kweli zinazohusu hasa wakati wetu haziwezi kueleweka. Tuko hapa. Kwa upande wa Wakatoliki wao walinyimwa Biblia. Upande wa Protestanti wao shetani very tricky, akaambia watu pana, kuna mambo kwenye Biblia ambayo hayaeleweki, na hayo mambo ni yale yanayohusiana na ukweli wa wakati wetu tunaokuwa tukiishi. Biblia na Biblia pekee inapaswa kuwa kanuni ya imani yetu na njia ni jani la mti wa uzima, na kwa kukila hicho kitabu, yani Biblia, kwa kulipokea akilini mwetu hilo neno la Mungu, tutakuwa na nguvu ya kufanya mapenzi ya Mungu. Biblia nabii inasema Prophets and Kings, ukurasa 126, paragraph ya kwanza, maneno ya Biblia na Biblia pekee yanapaswa kusikika kutoka kwenye mimbali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo hali ikoje? Roho nabii inasema lakini Biblia imepokonywa nguvu zake, na matokeo yake yanaonekana katika kushuka sauti za maisha ya kiroho. Katika mahubiri mengi ya siku hizi, mengi sana, hakuna udhihirisho huo wa kimungu ambao huamsha dhamiri na kuleta uhai kwa nafsi. Wasikilizaji hawawezi kusema, Luka 24:32, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akinena nasi njiani na kutufunulia maandiko? Wapo wengi wanaomlilia Mungu aliye hai, wakitamani uwepo wa Mungu. Acha neno la Mungu liseme na moyo. Wale ambao wamesikia mapokeo tu na nadharia na kanuni za kibinadamu, wasikie sauti ya yeye awezaye kufanya upya roho hata uzima wa milele. Pambano Kuu, kurasa wa 389, paragraph ya kwanza. Roho nabii inasema wakati walimu waaminifu wanapofafanua neno la uzima, kunatokea watu wa elimu, wahudumu wanaodai kuelewa maandiko, ambao hushutumu mafundisho yenye uzima kuwa ni uzushi, hivyo kuwageuza waulizaji mbali wasipate ukweli. Hili linatokea kila mahali duniani, hata ndani ya kanisa la Mungu. Neno la Mungu linahubiria mtu kwa sababu neno lilohubiriwa limemkwaza. Anatokea walimu, watu wa elimu, wahudumu wanaodai kuelewa maandiko, wanawapotosha wengi, na wengi watapotea. Siku ya mwisho watauliza, mbona mlijua ila hamkutuambia? Watageuka na kuwapiga wale watu waliokuwa wamewaambia. Kitabu cha Pambano Kuu sura ile ya mwisho inatuelezea vizuri. Kwa pamoja na upapa kushamili kutia giza wakati wa baragumu ya 4, 1/3 ya jua, mwezi na nyota, lakini bado 2/3 ya jua, mwezi na nyota aliendelea kuwaka katikati ya giza, na mwisho nuru ikashinda giza. Mungu ni nuru, yeye ni nuru ya jua na mwezi na nyota. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni yale ya baragumu ya ngapi? Ya 4. Ndipo malaika akafuata akalia akasema, ole 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 wao wakao juu ya nchi, kwa sababu ya sauti zilizaliazo za baragumu wa malaika watatu walio tayari kupiga. Ole ni neno la Kigiriki au Kiyunani linaloitwa OI. Ni kipingamizi cha kushtukiza kinachoonyesha maumivu, msiba, mateso na huzuni. Katika Agano Jipya, neno ole limetumika kuonyesha kisasi cha Mungu juu ya wasio waaminifu katika agano la Mungu. Nitatoa mafungu machache kwenye pamphlet yako mengi sana. Mathayo 18:7. Ole ni wa ulimwengu kwa sababu ya mambo ya kukosesha, maana hayana budi kuja mambo ya kukosesha, lakini ole wake mtu yule aletaye jambo la kukosesha. Mathayo 26:24. Mwana wa Adamu aenda zake kama ilivyoandikwa, lakini ole wake mtu yule ambaye atamsaliti mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingalifanyaje? Singalizaliwa. Leo tunamsaliti mwana wa Adamu katika maisha yetu. Tunamsaliti mwana wa Adamu kila siku kwenye maisha yetu. Ni heri kama tusingalizaliwa. Ufunuo 18:16 wakasema, ole ole mji ule mkuu uliovika kitani nzuri na nguo ya rangi ya zambarau, nguo nyekundu na kupambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu.
Ufunuo 18 fungu la 19, wakatupa mavumbi yao juu ya vichwa vyao, wakalia, wakatokwa machozi na kuomboleza, wakasema, ole ole mji ule ulio mkuu, ambao ndani yake wote wenye merikebu baharini walipata mali kwa utajiri wake, kwa sababu katika saa moja umekuwa mkiwa. Ole ya kwanza iliwakilisha baragumu ya 5. Bwana Yesu asifiwe. Kama jinsi ambavyo niliwaambia mara nyingi zaidi kwamba farasi muhuri 4 za kwanza ziliongelea farasi wanne, lakini muhuri 3 hazikuongezea kabisa farasi. Baragumu 4 za kwanza ziliongelea tofauti, lakini baragumu 3 za mwisho zinaitwa ole. Zile za kwanza hazikuitwa ole. Ole ya kwanza iliwakilisha baragumu ya 5. Ufunuo 9 fungu la kwanza, malaika wa 5 akapiga baragumu. Ufunuo 9 fungu la 12 nasema, ole wa kwanza umekwisha pita, tazama bado ziko ole 2 zinakuja baadaye. Tuko pamoja? Samuel, nilikwambia wewe karibu na Biblia, alafu wewe karibu na mic. Sio mic huyu, mic kifaa. Sasa kidogo itahitaji uwezo mkubwa sana wa akili. Na kuomba tu moyoni umombe Bwana akupatie akili na hekima ya ajabu kwa hapa tunapoingia kwa sasa. Haya mambo yote hayapo kwenye pamphlet. Kwa wale wenye pamphlet hata usio na wasiwasi, sikiliza hapa makini. Kwenye pamphlet sikuandika. Hivi ni vitu vipya vilivyopatikana hapa katika hizi siku chache. Maana knowledge ya Mungu inakuwa kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Yatapatikana labda wale watakaopata edition nyingine, sijui nitaandika lini. Sasa hivi nafanya project nyingine ya kuandika pamphlet nyingine taratibu sana, ila kwa uhakika. Ufunuo 9 fungu la kwanza hadi la 12. Sasa Biblia inasema hivi, naposubiria hawa rafiki watusaidie. Lakini Biblia inasema hivi, Ufunuo 9 fungu la kwanza hadi la 12. Nitasoma mafungu yote kwa haraka. Malaika wa 5 akapiga baragumu. Hii nasoma Swahili Union Version. Malaika wa 5 akapiga baragumu. Nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi, naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Fungu la 2, akafungua shimo la kuzimu, moshi ukapanda kutoka mle shimoni kama moshi wa tanuru kubwa, jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Baragumu ya 4 inasema theruthi, baragumu ya 5 inasema jua na anga vyote vikatiwa giza. Kwa hakuna mwezi, hakuna nyota kinachoweza kuangaza, wala jua haliwezi. Nzige wakatoka katika ule moshi, wakaenda juu ya nchi, wakapewa nguvu kama nguvu walionayo nge wa nchi. Wakaambiwa wasiadhuru majani ya nchi, wala kitu chochote kilicho kibichi, wala mti wowote, ila wale watu wasio na muhuri wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Fungu la 5, wakapewa amri kwamba wasiue, bali wateswe miezi 5, na maumivu yao yalikuwa kama kuumwa kwa nge au mapo mwanadamu. Na siku zile wanadamu watatafuta mauti, wala hawataiona kamwe. Nao watatamani kufa, nayo mauti itawakimbia. Fungu la 7, na maumbo ya hao nzige yalikuwa kama farasi waliowekwa tayari kwa vita, na juu ya vichwa vyao kama taji mfano wa dhahabu, na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za mwanadamu, nao walikuwa na nywele kama nywele za wanawake, na meno yao yalikuwa kama meno ya simba. Nao walikuwa na dirii kifuani kama dirii za chuma, na sauti za mabawa yao ilikuwa kama sauti ya magari ya farasi wengi waendao kasi vitani. Nao wanamkia kama ya nge, na miiba na nguvu yao ya kuwadhuru wanadamu miezi 5 ilikuwa katika mikia yao. Na juu yao wanayo mfalme, naye ni malkia wa kuzimu. Jina lake kwa Kiebrania ni Abaddon, na kwa Kiyunani ni analo jina lake Apollyon. Mwisho. Fungu la 12, ole wa kwanza umekwisha pita, tazama bado ole zingine 2 zinakuja baadaye. Tuko hapa. Mmeelewa nini? Mmesikia? Sasa tusome kidogo. Hiyo ndio baragumu ya 5. Ufunguo kuelewa Ufunuo 9 fungu la kwanza hadi la 12. Leo ni kanuni tu. Jambo la kwanza, nyota iliyokuwa imeanguka
inainuka kutoka katika shimo la kuzimu, na jina lake inaitwa Abaddon kwa Kiebrania, kwa Kiyunani au kwa Kigiriki inaitwa Apollyon. Majina yote mawili yanamaanisha neno moja tu, maana yake ni mharibifu. Tuko sawa? Zingatia maneno yafuatayo: nyota iliyokuwa imeanguka. Swahili Union Version translation yake ina shida kama King James Version, ambapo hapo translation yake ilikuwa ina shida. Sasa tutakuja tuone hiyo baadaye wakati mwingine. Jambo la pili, nyota ni kiongozi wa kundi la nzige ambao wana mikia ya nge waliotoka shimo la kuzimu na kusababisha giza nene. Jambo la tatu, nyota haianguki katika baragumu ya 5, bali huonekana kuwa ilianguka kabla ya baragumu ya 5. Hiyo tutakuja tuichambue Jumamosi ijayo, sio leo, Jumamosi ijayo. Zingatia tu hizi funguo za kuelewa. Jambo namba 4, kitabu cha Ufunuo sura ya 11 kinatupatia mpangilio wa muda ambapo shimo la kuzimu lilifunguliwa na kuruhusu giza kutokea. Kwa kitabu cha Ufunuo sura ya 11 kitatupatia extension, yani ule muendelezo mpana wa Ufunuo sura ya 9. Jambo namba 5, Ellen White anatueleza jambo linalotukia mara baada ya kufunguliwa kwa shimo la kuzimu. Nini kinatokea? Alafu jambo namba 6, Ellen White anaunganisha kwa uwazi baragumu ya 4, kazi ya upapa wakati wa miaka 1260, na baragumu ya 5 ambayo iliwakilisha mapinduzi ya Ufaransa. Sasa ili tuweze kuelewa vizuri huu mpangilio ulivyo, nitaanza kukuonyesha mpangilio ulivyo kutoka katika Agano la Kale hadi Agano Jipya. Tuende kitabu cha Daniel sura ya 11, mpangilio wa matukio ukoje? Samo, Mike imekufikia? Daniel sura ya 11. Ukifika Daniel sura ya 11, fungu la 30 mpaka fungu la 39 linaelezea kipindi cha zama za giza. Sasa mimi Samo naomba unisomee tu fungu la 30. Anasema, ndio, maana merikebu za kitimu zitakuja kupigana naye. Ndio. Basi atavunjika moyo. Ndio. Naye atarudi na kuligadhabikia hilo agano takatifu. Ndio. Na kutenda kadri apendavyo. Naam, atarudi na kuwasikiliza walioacha hilo agano takatifu. Asante. Hiyo ni vita anaongelea kati ya mfalme wa kaskazini na mfalme wa kusini. Naweza nitoe summary kwa sababu watu wengi inawezekana hawajawahi kusoma Daniel 11. Daniel 11 inaelezea historia kwa upana. Katika kitabu cha Daniel sura yote, Daniel 1 mpaka Daniel 12, sura ambayo ina mambo mengi na ni sura ambayo inahitaji umakini wa akili. Inaweza kusema sura ngumu kuelewa ni kitabu cha Daniel, ni Daniel sura 11. Kama jinsi katika kitabu cha Ufunuo, toka Ufunuo 1 mpaka Ufunuo sura 22, sura ngumu ya kuelewa ni kitabu cha Ufunuo inayohitaji akili nyingi ni Ufunuo sura 17. Inahitaji akili nyingi sana kuweza kuichanganua vizuri. Sasa Daniel sura 11 aliongelea vita vilivyokuwapo baada ya kufa kwa Alexander, alafu wakainuka wale wafalme wanne, jinsi zile falme zilivyoanguka, wakabakia wafalme wawili ambao walijulikana kama mfalme wa kaskazini na mfalme wa kusini. Alafu kuna mgongano wa vita uliokuwepo kati ya mfalme wa kaskazini na mfalme wa kusini. Sasa fungu la 30 mpaka fungu la 39 linaongelea kushamili kwa mfalme wa kaskazini ambao ni upapa. Uko ukishamili, ukiendelea kufanya kazi yake, ukifanya kazi vizuri na kutawala. Katika fungu la 32 Daniel anasema, na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano watawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza, lakini watu wa mji wao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Hao watu wa mji wao Mungu ni ile kundi ya 2 ya 3. Wanaongelea kipindi cha baragumu, ile sura baragumu ya 4. Daniel 11 fungu la 30 mpaka 39 inatuongelea kipindi cha baragumu ya 4 wakati upapa ukiwa umeshamili. Daniel 11 fungu la 40 inatuelezea nini kilichotokea baada ya huu upapa kuweza kushamili. Fungu la 40 anasema hivi: na wakati wa mwisho ulianza mwaka 1978. Kwa mwaka 1978, wakati wa mwisho, mfalme wa kusini atashindana naye na mfalme wa kaskazini atamshambulia kama upepo wa kisurisuri. 1798.
si 1798 ndio wakati wa mwisho ulipoanza. Na wakati wa mwisho mfalme wa kusini atashindana naye, na mfalme wa kaskazini atamshambulia kama upepo wa kisurisuri pamoja na magari ya vita na wapanda farasi na merikebu nyingi, naye ataingia katika nchi hizo na kufurika na kupita katikati. Sasa sehemu ya kwanza ya fungu inasema, na wakati wa mwisho mfalme wa kusini atashindana naye. Mfalme wa kusini aliwakilisha nini? Mfalme wa kusini aliwakilisha Misri, ambao katika unabii Misri, mwenye tabia ya Misri ni Ufaransa. Wakati wa mwisho mwaka 1978 Faransa alienda akamchukua papa, akaondoka naye mateka, akakaa gerezani mpaka alipofariki. Lakini Biblia inatuelezea nini kitakachotukia tena wakati wetu huu tunapokuwa tukiishi. Sehemu ya pili ya Daniel 11:40 anasema mfalme wa kaskazini atarudi kushambulia. Alafu fungu la 45 linasema, naye ataweka hema zake za kifalme katika bahari na mlima mtakatifu wa uzuri, lakini ataifikia ajali yake wala hakuna atakaye msaidia. Inamaanisha upapa utaisha wakati wa mara ya ngapi? Ya pili. Hiyo ni wakati Yesu anapokuja mara ya pili. Kwa Daniel 11 inatupa mpangilio kwamba mara baada ya upapa kuweza kushamili, mamlaka iliyofuata kutawala yenye nguvu ilikuwa ni Ufaransa kwa muda mfupi, alafu then baadaye mamlaka ya upapa itarudi, lakini atakaye kuja kuiangamiza atakuwa ni Yesu Kristo. Kwa ni baragumu ya 4, baragumu ya 5, akamalizia na ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Huo ni mpangilio wa matukio katika Daniel sura ile ya 11. Tuangalie mpangilio wa matukio katika Ufunuo sura ile ya 11. Tuko sawa? Sasa fungua Biblia yako Ufunuo sura ya 11. Ufunuo sura ya 11 fungu la kwanza. Rafiki soma. Anasema, ndio, nikapewa mwanzi kama fimbo. Ndio. Na mmoja akaniambia, inuka ukalipime hekalu la Mungu na madhabahu na hao wasujudio humo. Ufunuo 11 fungu la kwanza ni hitimisho ya Ufunuo sura ya 10. Kwa hiyo ingekuwa inapangwa kwa chronological, Ufunuo 11 ilitakiwa ianzie fungu la pili. Yaani fungu la pili ndio inaanza habari mpya. Ila Ufunuo 11 fungu la kwanza ni hitimisho la Ufunuo sura ya 10 kilichokuwa kimetukia. Ambapo Ufunuo 11 fungu la pili mpaka fungu la 6 inaonyesha kipindi cha miaka 1260, mwaka 538 mpaka mwaka 1798, wakati wa baragumu ya ngapi? Ya 4. Yaani huo ni kipindi cha upapa ukiwa unatawala dunia. Ufunuo 11 fungu la 7 hadi la 10 huonyesha kipindi cha mapinduzi ya Ufaransa, wakati ambapo mashahidi wawili waliuawa. Hiyo ni kati ya mwaka 1793 mpaka mwaka 1797. Wakati wa baragumu ya 5, wakati wa kipindi cha ole ya kwanza. Watu wa Mungu tunaelewana lakini? Au mnanifuatafuata tu? Samu, unaelewa? Au unachanganyikiwa? Ufunuo 11 fungu la 13 hutupatia kuingia katika baragumu ya 6 kwa ufupi. Huo mpangilio tuko pamoja au ninawaacha? Nikiwatazama hivi kama nawaacha, mama Mnubi, kama nakuacha hivi mama Sasa naomba niende taratibu. Niende taratibu kwa namna hii. Katika mpangilio wa kufafanua unabii, kanuni inayotumika ni kanuni ya historia. Tunaelewana vizuri? Waadventista wa Sabato kanuni yetu inaitwa historicism, historia, ambayo ni kanuni ya Waprotestanti waliotumia kina Martin Luther na wengine. Wao wengine wana futurism, wana preterism, wana idealism. Hizo sisi hazituhusu, sio za mbinguni, sio za kweli. Sasa katika unabii wa historia, historia ni muendelezo wa matukio pasipo kuacha gap. Tunaelewana vizuri? Kwamba linatoka jambo, linakuja, linatukia katika mpangilio unaoendelea. Mfano ni Daniel sura ya 2. Kichwa cha dhahabu,
alafu mikono na kifua cha fedha, kiuno cha shaba, chuma, alafu chuma iliyochanganyikana na udongo, jiwe linakuja linapiga miguu, kila kitu kinavunjika, historia inakuwa imekamilika. Sasa katika mpangilio huu wa historia, kitabu cha Ufunuo hakijapangwa katika chronological order, yani Ufunuo 1 mpaka 22, sio kila sura inaelezea tukio katika mfuatano. Kitabu cha Ufunuo kimepangwa katika mtindo unaoitwa chiasma structure, yani mfumo wa kuandika kitu, alafu hicho kitu kikajirudia na kuongezewa ukubwa. Kwa hiyo ni kitabu kinachoenda to and fro, yani kinaenda mbele na kinarudi nyuma. Kwa kuna mambo ambayo yanatukia kwenye kitabu cha Ufunuo sura fulani, alafu kwenye sura nyingine hilo jambo linaandikwa kwa upana zaidi kwa kuelezea. Nitakupa mfano. Ufunuo sura ya 2 ninaanza kuandika makanisa 7 mpaka sura ya 3. Hiyo ni historia. Lakini Ufunuo sura ya 6 inaongelea mihuri, ambayo mihuri ni historia. Anarudia kitu kile kile cha Ufunuo sura ya 2 na ya 3, ila katika muktadha tofauti. Ufunuo sura ya 8 mpaka Ufunuo sura ya 11 fungu la 17 ni kipindi cha baragumu ya kwanza mpaka ya 6. Ni kipindi cha historia, ikiandika historia ile ile ambayo iliandikwa kwenye makanisa, ikaandikwa kwenye mihuri, lakini hapa kuna vitu anaongeza vingine ambavyo huku nyuma havikuandikwa. Tunaelewana vizuri eh? Kwa ninapokuwa nikielezea mpangilio wa matukio, kwa mfano tulipokuwa tunaongelea Daniel 11, nilikuwa na kuonyesha mpangilio wa historia ya dunia hii katika tawala zilizokuwepo, falme zilizotawala, jinsi ambavyo Mungu alivyoandika na kupanga historia ya dunia hii, kwamba baada ya utawala wa upapa kutawala, utawala utakaoangusha ni utawala wa Ufaransa. Sasa Ufaransa, Daniel alivyoandika, alitem kama mfalme wa kusini. Tunaelewana vizuri eh? Ambao wakati huo mfalme wa kusini anajulikana kama Misri. Lakini wakati wa mwisho mfalme wa kusini alikuwa ni nani? Mwenye tabia ya Misri. Kitabu cha Ufunuo sura ya 11 ndio kinatupa majibu kwamba mwenye hizo tabia ni mmoja tu, ni ufalme wa Ufaransa. Tuko pamoja hapa eh? Watu wa Mungu, tunaelewana eh? Sasa kitabu cha Ufunuo sura 11 nilikuwa naelezea mpangilio wa kitabu cha Ufunuo sura 11, kwamba sura ya Ufunuo 11 ni hitimisho la Ufunuo sura ya 10. Tuko sawa? Alafu Ufunuo 11:2 ndio ingekuwa inapangwa kwa chronological, yani ile kama kwa mpangilio wa matukio, ingekuwa ni Ufunuo 11:1, ambapo ndio hapo inaanza kutupa historia ya upapa ulivyoitawala dunia katika namna tofauti, ambapo ni Ufunuo 11 fungu la 2 hadi la 6. Inapofika Ufunuo 11 fungu la 7 hadi la 10, anaelezea kipindi ambapo hii Biblia ilipotea kabisa na dunia ikaona kama hakuna Biblia duniani. Ni wakati wa mapinduzi ya Ufaransa. Alafu Ufunuo 11 fungu la 13 yenyewe inatuelezea mambo ya baragumu ya ngapi? Ambayo sisi huko bado hatujafika, tuko baragumu ya 5. Tunaelewana hapo vizuri watu wa Mungu eh? Na tuna dakika zetu chache zilizokuwa zimesalia. Sasa tuangalie mpangilio wa matukio kwenye kitabu cha Ufunuo 13 fungu la 13. Ufunuo 13 fungu la kwanza na la 2 inatuelezea Rumi ya kipagani inaipatia nguvu Rumi ya kidini, ambapo Biblia inasema nikaona mnyama akitoka katika bahari, yule mnyama mwenye miguu, mwili wa chui, miguu ya dubu, kinywa cha simba, alafu joka likampa nguvu zake. Joka ni Rumi ya kipagani. Joka ideally ni shetani, lakini shetani alikuwa anafanya kazi kupitia Rumi ya kipagani. Rumi ya kipagani ikaipatia nguvu Rumi ya kidini. Kuelewa namna hii rahisi, Daniel sura ya 7 alikuwepo mnyama mwenye pembe ngapi? 10. Yule mnyama wa kutisha akiwa na pembe 10, mnyama wa 4, ile ni Rumi ya kipagani. Alafu katika hiyo Rumi ikainuka pembe ndogo, ile ni Rumi ya kidini, ambao ndio upapa. Upapa ukatoka katika Rumi ya kipagani. Kwa una misingi ya kipagani. Ndio maana dini ya Kikatoliki misingi yake mingi ni ya kipagani kwa sababu ilitokea huko kwenye upagani. Ufunuo 13 fungu la 3 hadi la 9 inaturudisha nyuma mpaka baragumu ya 4, kipindi cha upapa ukitawala dunia. Alafu Ufunuo 13 fungu la 10 inatuelezea kipindi cha mapinduzi ya Ufaransa.
Yeye auaye kwa upanga atauawa kwa upanga. Mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka. Upanga unawakilisha mamlaka. Mamlaka gani? Ilikuwa mamlaka ya Ufaransa, ilienda ikamchukua mfalme ikaondoka naye na kwenda naye utumwani. Ufunuo 13 fungu la 11, adui wa watu wa Mungu wanaonyeshwa. Hiyo ni Ufunuo 13:11 mpaka fungu la 17. Anaelezea kusanyiko la waovu na kitendo cha kuwa watu wa Mungu. Ufalme wa Marekani akiweza kufanya mambo yake na kumsaidia mnyama wa kwanza upapa kupata nguvu na kisha kuwaua watu wa Mungu, inaelezea kusanyiko la waovu ambao ni baragumu ya ngapi hiyo? Ya 6. Alafu Ufunuo 14 fungu la 1 hadi la 5 ambalo ni hitimisho ya Ufunuo sura ya 13 inatuonyesha kusanyiko la kundi la wacha Mungu. Ndio unakutana na wale watu wanasema 144,000. Tunaelewana vizuri eh? Kwa hiyo tuelewe baragumu 7 vizuri. Hatutamaliza baragumu 7 mpaka tusome 144,000 ni wakina nani. Hiyo tutasoma mwishoni kabisa tukishamalizia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo structure. Wangapi tuko pamoja? Na wangapi nimewaacha? Wale niliowaacha nitatafuta, tutarudia tena na tena mpaka tuelewane. Tutarudia wakati mwingine. Tuna dakika zetu 5. Tuangalie mtazamo wa kitamaduni wa baragumu ya ngapi? Ya 5. Kwa sisi wa Adventista wa Sabato kumekuwa na mtazamo wa kitamaduni. Nikisema mtazamo wa kitamaduni ni mtazamo ambao ni wa kitamaduni. Ile ukiupima kwenye maandiko matakatifu hauna uthibitisho sana, ila ni wa kitamaduni. Mtazamo huu wa kitamaduni unaelezea baragumu ya 5 kama kuinuka kwa Uislamu. Habari zenu. Kwa kusoma kitabu cha mwanafunzi pendwa wa Uriah Smith, Robert Winland, ndio kile kitabu kinaitwa Ufunuo wa mambo yajayo. Katika Ufunuo ile sura inayoongelea baragumu ya 5, anapokuwa kielezea baragumu ya 5, anaelezea baragumu ya 5 kama kuinuka kwa Uislamu. Mtazamo wa Uriah Smith. Tuko sawa? Sijui mnaelewa, hii ni historia tu. Wale wenye pamphlet, ukienda kwenye pamphlet page ya mwisho kabisa ya pamphlet, nyuma nimeandika, ni page ya 118. Nimeandika mitazamo ya baragumu jinsi zilivyo. Na utaona mitazamo mingi. Ukienda kwenye ule mtazamo wa baragumu ya 5, utaona kuna mitazamo kadhaa ambayo ipo ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Ila hii mitazamo mingine ni mitazamo ya kitamaduni. Ila mimi natamani tujifunze mtazamo wa neno la nani? La Mungu. Sasa mtazamo huu unaelezea kwamba Waislamu wale, miongoni mwa wale Waislamu wa kwanza waliokuwa wakifanya kazi baada ya kufariki kwa Mtume Muhammad, aliinuka Bakal, kaungana na wale Waislamu wa kwanza 30, wakaanza kushambulia sehemu, wakashambulia baadhi ya maeneo, alafu Uislamu ukakua. Na mimi nakupa swali la kufikiria wiki hii. Tukipata muda, sijui kama tutapata huo muda, lakini tukipata muda tutajifunza somo linalosema Uislamu ulitoka wapi? Na kwa nini Uislamu ulishamiri maeneo ambayo Paulo alihubiri Injili? Na kwa nini Paulo alisema maneno haya, alaaniwe aletaye Injili tofauti na hii mahali pote alipohubiri? Alafu tutakuja tuone kwa nini maeneo ya Iraq, Iran, maeneo ya Syria, maeneo ambayo Paulo alihubiri Injili na watu wote wakawa Adventista wa Sabato, kwa nini leo kuna Uislamu? Tukipata muda sasa, kama muda utaruhusu, mambo yako mengi. Kwa mtazamo wa kitamaduni wetu unaelezea kwamba Waislamu walianza baragumu ya 5 ni kuinuka kwa Waislamu wale wa kwanza 30. Wanaelezea moshi unawakilisha mafundisho ya uongo, ambapo mafundisho hayo ni mafundisho ya Kiislamu. Alafu unaelezea kwamba lile shimo ambalo moshi ulitoka kwenye lile shimo ni lile pango la Hira. Sasa hapa anaweza kuelewa ni mama Mnubi vizuri. Lile pango la Hira ambalo Mtume Muhammad alikuwa anaenda huko anapokea mafunuo akitumia farasi wake fulani, ambaye huyo farasi ndio anaelezewa Adventista Sabato wanamchambua fulani, tutamuona hapo mbele. Ni mtazamo wa kitamaduni. Muhammad alipofariki alirithiwa na Abubakar katika mwaka 632 baada ya Kristo. Ambapo mwaka 632 baada ya Kristo ni baragumu ya ngapi? Ni kipindi cha baragumu ya 4, sio baragumu ya ngapi? Ya 5. Aliwakusanya makabila ya Kiarabu na akafanya vita. Kumbuka Waarabu walikuwepo kabla ya kuinuka kwa Uislamu. Sasa na Samuel, naomba unisomee sasa Ufunuo 9 fungu la 7 mpaka la 9.
jinsi mtazamo wetu sisi wa kitamaduni ulikuwa namna hii. Ufunuo 9 fungu la 7 mpaka la 9. Soma kwa haraka, muda wetu umekwenda. Naam. Na maumbo ya hao nzige yalikuwa kama farasi waliowekwa tayari kwa vita. Kwa mtazamo wa kitamaduni wanasema farasi ndio hawa hapa, ambaye alikuwa farasi wa Abubakar wa Muhammad aliyekuwa anapokea mafunuo, alikuwa farasi wake huyu. Na juu ya vichwa vyao kama taji mfano wa dhahabu. Juu ya vichwa vyao, pale juu ya vichwa kulikuwa na taji kama taji ya dhahabu. Na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za wanadamu. Nyuso zao zilikuwa kama nyuso za wanadamu. Wanaona ile uso wanasema kama mwanadamu, Nao walikuwa na nywele kama nywele za wanawake. Na nywele zao zilikuwa kama nywele za wanawake. Na meno yao yalikuwa kama meno ya simba. Kuna meno wale mdomoni, anasema kama meno ya simba. Nao walikuwa na dirii kifuani kama dirii za chuma. Dirii kifuani zinasema kama dirii za chuma. Na sauti ya mabawa yao ilikuwa kama sauti ya magali ya farasi wengi waendao kasi vitani. Shiapo. Alafu sauti. Ukiona mtazamo umekaa vizuri, unaona kila kitu kinatali, kinaenda vizuri, lakini una huu udhaifu wa mtazamo huu wa baragumu ya 5. Moja, wale wanaofafanua baragumu ya 5 kama uvamizi wanaofafanua baragumu kama uvamizi wa barbarians, kukua kwa Uislamu na Uturuki, kwa sehemu nyingi wanakosa usahihi wa kifasiri. Alama zinazotumika mara nyingi huichukulia lugha ya kiunabii kuwa halisi na mara nyingine kuwa ishara. Kwa ukisoma vizuri, kuna muda wanatumia zile lugha kama halisi na kuna muda zile lugha zinatumika kama ishara. Kwa ukiwa na muda utasoma kile kitabu cha kuanacha nyumbani cha Daniel na siku zetu. Amini ufunua mambo yajayo. Wale wanaofafanua baragumu ya 5 kama kukua kwa Uislamu na Uturuki, lazima wajiulize ni wapi katika sehemu nyingine za unabii tunapata Uislamu na Uturuki zimetajwa. Je, ni katika Daniel 2? Je, ni katika Daniel 7? Je, ni katika Daniel 8? Je, ni katika Daniel 9:11? Je, ni katika makanisa 7? Mihuri 7, Ufunuo 13, 12, 13, Ufunuo 17. Anywhere kwenye Biblia hakuna. Sasa kama hakuna, kwa nini hicho kitu kiibuke tu na kutukia? Mwandishi mmoja, si Mwadventista msabato, ni mchambuzi wa mambo ya unabii wa Kiruteli, anaitwa Joseph Seuss, alishafariki. Nimeweka pale linki, unaweza ukaenda ukagoogle. Ameandika vitu vingi, mitazamo mingi ambayo si mingi sikubaliana nayo mingi, ila hapa nilikubaliana na Joseph Seuss wakati nasoma. Joseph Seuss anaelezea, wala maono haya hayatatumika isipokuwa kwa njia hafifu sana isiyo kamilifu, kwa uvamizi mkubwa wa Saracenic, ambapo watu wengi wa kisasa wanapata utimilifu wake. Alikuwa anachambua baadhi ya mitazamo ya Ufunuo sura 9. Hapo alikuwa anachambua mtazamo wa Uriah Smith, huyu jamaa wa Kiluteri. Ikiwa Muhammad alikuwa nyota hii iliyoanguka, haiwezekani kuonyesha ni wapi alipata anguko lililohusishwa na nyota hii. Yaani kama Muhammad ndio nyota, maana ule unabii unasema, Uriah Smith na Robert Inland wanasema nyota iliyoanguka ni Muhammad. Kama Muhammad ndio ile nyota, alianguka wapi kabla ya baragumu ya 5? Alafu kama yeye alikuwa nyota, pia alikuwa mfalme wa mamlaka aliyoweka katika mwendo. Lakini maandishi yanaonyesha waziwazi kwamba nyota na mfalme wa nzige ni watu wawili tofauti kwa mtazamo wa Professor Seuss. Ikiwa pango la Hera au Hira lilikuwa mdomo wa shimo la kuzimu, wafuasi wa Muhammad hawakutoka kwenye pango hilo kama vile nzige walivyosema wakitoka kuzimu. Alafu jambo la mwisho anaingia akisema, ikiwa moshi huo ndio ilikuwa mafundisho ya uongo ya Muhammad, basi hakuna moshi wala nzige kabla ya shimo hilo kufunguliwa, kwa maana Waarabu hawakuwa Waislamu kabla ya nani? Ya Muhammad. Waarabu walikuwa Waadventista wa Sabato kabla ya Muhammad, kwa sehemu nyingi. Habari zenu. Mwisho, jambo la mwisho kwa leo. Kitabu kinaitwa Commentary on Daniel and Revelation from Seventh-day Adventist Bible Commentaries. Kwa Kiswahili, hii ni kwa Kiingereza. Kwa Kiswahili anasema, inapaswa kuwa wazi hata hivyo kwamba wafafanuzi na wanathiolojia kwa ujumla wamegawanyika sana juu ya maana ya baragumu ya 5 na ya 6. Hii imetokana hasa na matatizo katika maeneo matatu. 1, maana ya alama zenyewe. 2, maana ya Kigiriki zilizotumika. Na 3, matukio ya kihistoria na tarehe zinazohusika. Kwa neema ya Bwana, kuanzia wiki lijalo tutaanza kuchambua maana
ya kutatua haya matatizo matatu ambayo commentary, Seventh-day Adventist Bible Commentary iliandika wakati huo zamani sana. Fungu letu tulioanza nalo, uniongoze katika kweli yako na kunifundisha, maana wewe ndiye Mungu wetu, Mungu wangu, Mungu wa wokovu wangu, na kungoja wewe mchana kutwa. Kwa hiyo tukutane panapojaliwa wiki lijalo tutakapoanza kuchimba kwa kina baragumu ya ngapi? Ya 5. Huo ni utangulizi tu, hatujachambua hata fungu moja la baragumu ya ngapi? Ya 5. Kuna mtu aliniuliza swali, na waibia wale watu wa wimbo dakika moja. Aliniuliza swali, hivi kilichotokea Tanzania unakiosemaje? Si ilitokea Tanzania hii. Sisi tulioshuhudia kwa macho mawili yaliyotokea, tuliona mambo ya kutisha ambayo hatujawahi kuyaona. Mengine tulikuwa tunaona tu kwenye TV. Lakini hii ni hali iliyokuwepo maeneo yetu ya Tanzania. Akaniambia, hili wewe unalisemaje? Nikamwambia ni vizuri kabisa. Ni utimizo wa unabii. Akaniambia unabii upi? Nikamwambia baragumu sehemu, yani ni udhihirisho tu wa kile ambacho baragumu ya 5 iliandika, alafu kitaendelea na yatazidi kuendelea mpaka Yesu anakuja. Education ukurasa 228 paragraph ya pili, unabii nasema hivi: wakati huo huo machafuko yanatafuta kufutilia mbali sheria zote. Ukitaka kujua kwamba watu hawataki kuongozwa na sheria, angalia vituo vya polisi vilivyochomwa. Ni kwa sababu watu hawataki kuongozwa na sheria. Kwa machafuko, kazi ya machafuko ni kufutilia sheria zote, si za kimungu tu bali na za kinini? Kibinadamu. Jambo la pili, kujilimbikizia mali na madaraka, mchanganyiko mkubwa kwa ajili ya kuwatajirisha wachache kwa gharama ya wengi, ambao ndio ukifuatilia ndio wengi wana claim kwamba ndio sababu ya nini? Ya vurugu. Hapa Ellen White aliandika zamani sana, muungano wa tabaka maskini kwa ajili ya kutetea maslahi na madai yao. Walioandamana wote ni watu maskini, hakuna tajiri aliandamana, na wanasema wanadai haki yao. Roho ya ghasia, maandamano na umwagaji damu vyote vimefanyika, kuenea ulimwenguni pote kwa mafundisho yale yale yaliyoongoza kwenye mapinduzi ya nini? Baragumu ya ngapi hiyo? Ya 5. Yote yanaelekea kuhusisha ulimwengu mzima katika pambano sawa na lile lililoitikisa wakati gani? Bwana wabariki. Tukutane wakati ujao. Amina. Tusimame tuombe. Baba yetu mwema, Mungu ishie juu mbinguni, tunakushukuru. Tumeangalia kwa sehemu mambo haya. Na bado kuna sehemu kabisa nikitazama watu wangu hawa, kuna sehemu wamechanganyikiwa. Watakapokuwa nyumbani wakifanya revision na kurudia, ninakusihi Baba wapatie hekima na Roho yako Mtakatifu akaendelee kuwafafanulia na kuelewa zaidi. Kila mmoja akajifunze kwa kina kuweza kuelewa ni nini kitupasacho kutenda. Ndani ya dunia hii kuna mchanganyiko wa mafundisho mengi na nadharia za uongo zilizovalishwa mafungu ya Biblia na zinaleta mkanganyiko, lakini kwetu sisi tunakutegemea wewe utuongoze katika kweli. Siku hii ya leo tuongoze tena katika program zetu zote, na kweli yako ikatutakase na neno lako likasikike kutoka katika mimbari hii kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.